Kwa kanda ya Victoria, mauaji ya kikatili yalifanyika katika wilaya ya Nyamagana, Ilemela, Magu, Misungwi, Sengerema, Geita mjini, Katoro, Buseresere ambayo yuko Chato. Hali ilikuwaje? Naomba ndugu zangu wa Tanzania nitumie matukio machache kueleza ukatili uliofanyika. Michael Christian Mtabuzi ambaye alikuwa mwenyekiti wa baraza la vijana Chadema Bavicha alikamatwa tarehe 29 Oktoba 2025 majira ya saa 6 hivi na vijana wa CCM Green Guard na kupelekwa ofisi ya CCM Nyamagana. Baada ya kukamatwa alianza kushambuliwa kwa kupigwa. Wananchi walipotaka kuingilia ili wamwokoe, askari wa jeshi la polisi wakiwa na gari walifika na kumchukua Michael Christian akiwa mzima. Jambo la kushangaza na la kusikitisha kwamba tarehe 30 mwezi Oktoba 2025 mwili wa Michael ulikutwa maeneo ya Igoma, wilaya ya Nyamagana, ukiwa na majeraha na risasi na alikuwa ameshapoteza uhai. Tukio la pili ni la marehemu Daudi Justini ambaye tarehe 29 Oktoba 2025 majira ya saa 5 asubuhi alikamatwa na jeshi la polisi karibu na roundabout ya barabara ya Nyerere. Baada ya kukamatwa, Daudi alibebwa kwenye gari la polisi akiwa mzima. Kwa masikitiko makubwa, mwili wa Daudi ulikutwa kwenye chumba cha kuhifadhia maiti katika hospitali ya rufaa ya Bugando ukiwa na jeraha la risasi. Tukio la tatu ni namna alivyouawa Tobias Paulo, mkazi wa kata ya Kahama, wilaya ya Ilemela. Tobias alikuwa anamiliki duka eneo la Maboto liko National. Majira ya jioni baada ya vurugu za tarehe 29 Oktoba kuisha, alienda kuangalia duka lake. Wakati anaangalia duka, alipigwa risasi na wakati anakimbiza hospitalini alipoteza maisha. Tukio la 4 ni huko Mji Mwema, wote mnafahamu, kata ya Nyamanoro, wilaya ya Ilemela. Watu 15 kwa mpigo walipigwa risasi wakiwa katika kijiwe cha kahawa. Wengi wao walikuwa ni vijana na wakiwa ndani walimiminiwa risasi za moto baada ya kuamrishwa walale kifudifudi. Haya ni baadhi ya matukio ambayo tumeona tuyaseme, lakini yapo matukio mengi ambayo tukianza kusimulia tukio moja baada ya nyingine, namna watu wetu walivyouawa, tunaweza tukazungumza kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kwa kifupi, tarehe 29 Oktoba 2025 ni siku zilizofuata gubika taifa na siku zilizofuata. Naomba nirudie. Kwa kifupi, tarehe 29 Oktoba 2025 ni siku zilizofuata taifa letu liligubikwa na giza nene lililojaa majonzi, huzuni na vilio. Watanzania waliumia, walilia, walijawa na majonzi na walinyimwa haki hata ya kuwaomboleza na kuwazika kwa heshima za kibinadamu wapendwa wao. Hadi leo hii serikali haramu na dhalimu ya Samia Suluhu Hassan na chama chake CCM hawajawahi kutangaza maombolezo ya kitaifa ya wapendwa wetu, bali wameingia katika kampeni haramu na ya kikatili ya kuficha ukweli, kutafuta uchawi, kuwagiribu wa Tanzania. Na ajabu, mtawala wa mabavu Samia amekuwa na ujasiri wa kusema kuwa nguvu iliyotumika na jeshi la polisi ilikuwa sawia na kuwa wazazi ndio wenye makosa kwa kutowazuia watoto wao kuandamana.